Nchini Uganda. Turejea hapa nchini ambapo tuangalie masuala yanayohusu elimu, ambapo wasiwasi umeibuka katika baadhi ya shule za sekondari ya juu baada ya kukosa idadi ya wanafunzi iliyotarajiwa. Kwa mfano, katika kaunti ya Machakos, kuna shule yenye wanafunzi 4 tu siku 3 baada ya gredi ya 10 kuanza rasmi kuambatana na mtaala wa elimu wa CBE. Emily Chebet anaarifu, huku wazazi wakiwa kwenye harakati za kuwasajili watoto wa sekondari ya juu shuleni. Huku shule ambazo zilitambuliwa kama za kitaifa zikipokea mamia ya wanafunzi na maelfu wengine wakisubiri nafasi katika shule hizo, taswira ni tofauti kabisa katika shule za daraja la 4 ambazo zilikuwa zile za kaunti ndogo. Shule za upili za Cheni Baptist, Kisinga na Kiima Kimwe zilizoko kaunti ya Machakos zinakabiliwa na changamoto ya usajili wa wanafunzi wa gredi ya 10. Siku 3 baada ya shughuli hiyo kuanza, shule ya Cheni Baptist yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 90 ina wanafunzi 3 pekee, huku shule ya upili ya Kisinga ikipata wanafunzi 4 tu kati ya 150. Na kufikia sasa hakuna hata mwanafunzi mmoja aliyejiunga na shule ya Kiima Kimwe. The 4 students whom I have admitted are not ready to settle in class. They are lacking 1 or 2 readings, and others were coming to look at how the school is and where it is, so that they can go back and come prepared to settle. It's a big challenge. Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Kisinga anasema Wizara ya Elimu ilipendekeza wanafunzi 96 wasajiliwe shuleni humo licha ya shule kuwa na uwezo wa wanafunzi 150. Hata hivyo, changamoto kuu ni umbali wa shule. My students who have been placed from the portal come all the way from Kajiado, all the way from Kadhiani, Kangundo, Mwala, in the city, and apparently, I talked to a parent on Sunday who was telling me that he's at Malindi, and the child has been placed at Kasinga, where I do not have boarding facilities. Aidha, mwalimu mkuu anasema muda uliowekwa na serikali kwa wazazi kubadilisha shule pia umechangia hali hiyo inayoshuhudiwa na shule hizi. Nilikuwa nimeitwa at Ngelani High School Boys boarding, na kwa sababu mzazi hakuwa na uwezo wa kunipeleka in that school, tukaona tukapendelea tukuja hapa Cheni. Kitu inachangia sana kwa wanafunzi kuingia grade ya 10 ni ukame. Kuna shida, hakuna pesa ya kupeleka watoto shule. Walimu wakuu sasa wanahimiza serikali kuingilia kati na kuziokoa shule za C4 ambazo nyingi ni za kutwa, kwani ziko kwenye hatari ya kufungwa. What is offered in those so-called big schools is the same with what is offered in C4 schools. The teachers are the same. They went through the same universities. They were trained by the same lecturers. They went through the same curriculum. Emily Chebet, Runinga.